aduni wa lazima wa ndani ya Singida. Lakini kwa Simba ni lazima, kwa sababu ile ni professional club na ni klabu kubwa miongoni mwa vilabu vikubwa barani Afrika, especially ndani ya taifa letu. Sasa isho utamaduni ya namna ya kwenda mazoezini, kuwahi mazoezini, lakini ni vitu ambavyo mwalimu asipokuona performance yako ndani ya mazoezi unaweza usicheze. Lakini pia si tu kwa maana mwalimu akuone, unaweza ukawa na performance nzuri kwenye mazoezi, kama utakuwa hauna discipline unaweza ukakosa nafasi. Kwa hiyo unaweza ukaona swala la utamaduni wa kuishi Zanzibar, wa kuishi Dodoma ama kuishi Singida, na wale wanaoishi pale Kariakoo, maisha yao unaona kabisa kwamba ni story ambayo imeweza kumshinda Jonathan Soa, kwa sababu anarudi nyumbani. Mimi na expect kwamba msimu ujao bado Jonathan Soa tunamuona huyu, kuna vitu vichache sana ambavyo atabakiwa navyo, ikiwemo kama amekabwa mara kwa mara akikutana mabeki ambao ni very tough, ambao wanakukabia juu, wanaweza akawa wanamtoa mchezoni, lakini bado atapunguza sana kadi za njano. Lakini kwenye eneo la goal scoring, kufunga magoli, msimu unaofuata Jonathan Soa anakwenda kuendelea kuwa mtambo wa kufunga magoli kwenye kikosi cha Singida, kwa sababu uwezo wa kufunga nao, swala ni maamuzi. So kwangu mimi kwa hapo uliondoka ni kipi? Yani, hato ngara, mbona kama anangara vizuri, yani anakwenda yani nimesema ni mtambo wa magoli, anakwenda kufunga magoli mengi mno. Yani kwa Singida pale magoli ya chini zaidi msimu ujao Jonathan Soa atakayoyafunga akiwa Singida ni 15. Bora sawa. Henrique